Bana, nchini Kenya hali bado ni mbaya kweli kweli, na utakumbuka ya kwamba mapema hii leo imeripotiwa maandamano ambayo yanaendelea katika mji wa Machokasi, mji ambao uko umbali wa kilomita 60 kutoka mji mkuu wa Kenya. Sasa kuna taarifa ambazo zimeendelea kuripotiwa, lakini kubwa ni kuhusiana na hili la polisi nchini Kenya kuwafyatulia risasi waandamanaji ambao wameandamana, lakini pia kwa madai ambayo yapo ni kwamba mtu mmoja kati ya hao waandamanaji alifyatuliwa risasi na akawa amefariki. Hii ni kwa mujibu wa vyombo vya ndani vya habari nchini Kenya. Sasa hili limekaaje? Karibu sana, hii ni Habari Digital, mimi naitwa Manoni. Tumepokea ripoti za watu kupigwa risasi, ikiwa ni pamoja na mmoja aliyeripotiwa kuuawa huko Machakosi, mji ulio mbali kilomita 60 kutoka mji mkuu. Watu kadhaa pia wanasemekana kukimbizwa katika hospitali kuu katika mji mkuu wakiwa na majeraha ya risasi, na hii ni baada ya kudaiwa kupigwa risasi na polisi wakati wa maandamano yanayoendelea nchini humo. Vyombo vya habari vya ndani vimeripoti taarifa hizi, lakini pia Citizen TV ambayo imeripoti ya kuwa takriban watu 10 walikuwa wamepigwa risasi imechapisha video ikionyesha wagonjwa wakiingizwa kwenye hospitali ya kitaifa ya Kenyatta jijini Nairobi. Lakini katika klipu hiyo mwanaume mmoja anamwambia mtangazaji ya kwamba polisi wameanza kuwafyatulia risasi na kwamba mmoja wa wafanyakazi wenzake alikuwa amepigwa risasi. Hii ni kwa mujibu pia wa taarifa ambayo imeripotiwa na BBC. Mapema hii leo maandamano yalianza huko nchini Kenya, lakini miongoni mwa vitu ambavyo pia watu wameendelea kuhoji ni kwamba wakati haya yote yanaendelea bado hatujasikia tamko la kiongozi wa nchi ambaye ni rais ambaye ni William Ruto. Wengi wanajiuliza kwamba Ruto yuko wapi, lakini pia kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini Kenya vimeripoti kuwa Rais William Ruto yupo katika kaunti ya Kilifi, pwani ya Kenya, ambako pia anahudhuria mazishi ya baba wa gavana wa Kilifi ambaye ni Gideon Mungaro. Sasa ziara ya Ruto inajiri katika siku ambayo maandamano ya vijana wanaofahamika kwa jina la Gen Z yamezuka katika maeneo kadhaa ya nchi ikiwemo mji mkuu Nairobi. Lakini pia aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga pia ni miongoni mwa viongozi wa kisiasa waliohudhuria mazishi hayo yanayotarajiwa kufanyika leo Jumatano. Rais Raila Odinga amekuwa pwani kwa siku 2 zilizopita akihudhuria hafla tofauti zikiwemo hafla za county, lakini pia ambapo Jumanne aliwaonya waandamanaji wa Gen Z dhidi ya kuzua vurugu katika taifa hilo la Kenya. Lakini mapema Jumatano asubuhi Rais Ruto alisafiri kwa ndege hadi Kilifi baada ya kukaribishwa baada ya kumkaribisha mjumbe maalumu wa mtakatifu mwana wa mfalme Rahim Al Hussein Aga Khan Sultan Alana katika ikulu ya Nairobi. Lakini pia polisi wameonekana kushika doria na kupambana na waandamanaji katika mji mkuu Nairobi na miji mingine mikuu, huko pia Wakenya wakiingia barabarani kuadhimisha mwaka mmoja tangu maandamano ya kupinga muswada wa sheria ya fedha ya mwaka 2024 ambayo ilisababisha vifo vya watu kadhaa na kuzua ghadhabu kote nchini kutokana na ukatili wa polisi ambao ulitokea. Hii ni Habari Digital. Asante kwa kuendelea kutufuatilia, lakini tukukumbushe tu kwamba hakikisha unaendelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii Instagram, X, Facebook pamoja na YouTube ni @Habari Digital. Mimi naitwa Manoni, ila kubwa ni hiki ambacho kinaendelea kutokea nchini Kenya. Tuendelea kukufikishia hapa